Iran imemkamata jasusi mkongwe wa Mossad na magaidi katika operesheni za kitaifa. Iran inaendelea na operesheni za kitaifa kutambua majasusi wa Mossad ambao walitoa taarifa na hatimaye kushambuliwa kwa baadhi ya viongozi katika taifa hilo. Wakati huu Iran imeeleza kwamba itaendelea na msako kuwakamata wale wote wanaoshukiwa kuwa ni majasusi na hatimaye kufanyiwa uchunguzi kujulikana ikiwa ni majasusi ama la, na hivyo kuhakikisha kwamba wanafanya kila liwezekanalo kuondoa ujasusi wa Mossad ambao unadaiwa kwamba ni mkubwa mno ndani ya taifa hilo. Kuuawa kwa viongozi wengi nchini Iran kunasababishwa na uwepo wa majasusi wa Mossad. Ikumbukwe moja kati ya viongozi ambao wameuawa ni viongozi wakuu wa kiserikali. Aliuawa aliyekuwa rais wa Iran Ibrahim Rais katika ajali ya ndege, lakini wakati wa siku za hivi karibuni ameuawa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Hii ni kwa sababu ya uwepo wa majasusi wa Mossad katika taifa hilo. Hivyo Iran inaendelea na msako wa kuwakamata majasusi na magaidi katika operesheni za kitaifa zinazoendelea. Wizara ya usalama wa taifa nchini Iran imetangaza kukamatwa kwa jasusi mzoefu na mkongwe aliyekuwa akifanya kazi kwa niaba ya utawala wa Israel pamoja na wanachama 15 wa makundi ya kigaidi na makundi yanayotaka kujitenga kufuatia operesheni zinazoendelea kufanyika katika mikoa mbalimbali nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa katika mkoa wa Ilam, jasusi mkongwe wa shirika la kijasusi la Israel Mossad amenaswa baada ya kukusanya na kutuma taarifa za kiusalama kwa shirika la ujasusi la adui mzayuni Israel, na baadaye kwa maelekezo kuanza kushirikiana na makundi ya upinzani ya wanaunga mkono ufalme wa kiimla uliopinduliwa. Katika mkoa wa Sistan na Baluchistan, mwanachama wa operesheni katika kundi moja la kigaidi la kujitenga alikamatwa. Imedokeza kuwa alipata mafunzo katika nchi jirani kabla ya kuingia nchini Iran kwa lengo la kufanya mashambulizi karibu na mji wa Zahedan. Katika mkoa wa Gilan, magaidi watatu walikamatwa na vifaa vya kurushia mabomu ya kutengenezwa ambayo yalipatikana kwenye maficho yao. Katika mkoa wa Lorestan, kundi la watu wawili, wanaume na mwanamke mmoja, lilinaswa. Walikuwa wamepokea malipo kwa njia ya sarafu ya kidigitali na walikuwa wametengeneza mabomu kadhaa kwa lengo la kushambulia ofisi za magavana wa wilaya mbili. Katika mkoa wa Azerbaijan ya Magharibi, watu 9 wanaodaiwa kuhusishwa na makundi ya kigaidi ya kujitenga walikamatwa walipokuwa wakipanga mashambulizi yanayodaiwa kuendana na mipango ya maadui wanaoungwa mkono na Marekani na Israel. Kwa upande mwingine, shirika la usalama la jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu litangaza Jumamosi ya wiki iliyopita kuwa limebaini na kuvunja timu kadhaa zinazohusishwa na makundi ya kupinga mapinduzi yaliyokuwa yakifanya kazi katika mkoa wa Kurdistan na Kermanshah. IRGC imesema timu hizo zilikuwa zikisaidiwa na Marekani na utawala wa Israel, zilikuwa zikijaribu kuandaa mazingira ya shambulio la kijeshi la adui dhidi ya Iran kutoka upande wa magharibi. Hatua hizi za kiusalama zimekuja kufuatia vita vya kichokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilivyoanza Februari 28 na kuendelea kwa siku 40. Vyombo vya usalama vya taifa vimeripoti kuwakamata watu wengi waliohusika katika njama za kuvuruga amani, huku majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yakikabiliana na wavamizi kupitia mashambulizi dhidi ya ngome za Marekani na Israel katika eneo la Asia Magharibi. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kinachofanya uwepo wa mashambulizi makubwa ya viongozi lakini pia usalama usiokidhi matakwa ndani ya Iran ni kutokana na uwepo wa kiasi kikubwa wa majasusi wa Mossad katika taifa hilo la Kiajemi. Inadaiwa kwamba kuna idadi kubwa ya majasusi, ingawa idadi yao haifahamiki, lakini mara kadhaa wamekuwa wakikamatwa na kunyongwa katika taifa hilo. Hata hivyo, kukamatwa kwa jasusi huyo mkongwe ni kwamba kwa taarifa za baadhi ya vyombo vya habari ni kwamba huenda akanyongwa, na hii ni sheria iliyowekwa na wa Iran juu ya majasusi wa Mossad kutoka Israel, lakini pia na hata wale wawakilishi wao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri dunia.